Christopher Philemon. Na tunarejea jijini Dar es Salaam. Je, ushawahi kuidhania au kuifikiria hii? Ufugaji wa wadudu aina ya mende na funza kwa ajili ya chakula cha mifugo umekuwa kivutio kikubwa katika maonesho ya viwanda vya Tanzania yaliyomalizika leo katika viwanja vya Mwalimu Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Ufugaji wa wadudu hao umevumbuliwa na kijana wa Kitanzania Raich Daniel ambaye huzalisha mwenyewe wadudu hao na wengine kununua kwa wananchi, ambapo kilo moja ya mende ni shilingi 10,000. Mwandishi wetu Vumilia Mwasha ana taarifa zaidi. Maonesho maalumu ya viwanda vya Tanzania katika viwanja vya Mwalimu Julius Nyerere maarufu kama viwanja vya Sabasaba, ambayo yalianza Disemba 8 mwaka huu kwa lengo la kuonesha bidhaa zinazotengenezwa na viwanda vya Tanzania na kuhamasisha wananchi kujenga viwanda kama kauli mbiu inavyosema, Tanzania tunajenga viwanda sasa. Katika maonesho hayo ndipo uwezo wa Tanzania unaonekana kwenye kuanzisha viwanda na kuzalisha bidhaa mbalimbali, ikiwemo kijana aliyeamua kuzalisha mende na funza kwa ajili ya chakula cha mifugo. Kwa hiyo ufugaji huu ulitokana hasa na kuona changamoto kubwa inayokumba wazalishaji wa vyakula vya mifugo, hususan wa kuku, bata, na kwa nchi yetu ya Tanzania kuna shida kubwa ya vyakula vya mifugo. Na mimi kama kijana ambaye anajihusisha na ujasiriamali na ufugaji, niliona changamoto hiyo ambayo iliniumiza sana, ambapo unakuta chakula kikipanda bei sokoni bidhaa haipandi. Kwa unakuta wanaoathirika ni nyewe wafugaji au wajasiriamali. Wengi wa watu walioona uzalishaji huo wa mende na funza wameonekana kushangaa, lakini vipi kuhusu soko la mende na funza hawa? Naanza kwa mende zaidi. Soko la mende ni kubwa sana, kwa sababu mende kwanza ni chakula cha wanyama, lakini mende pia ni malighafi ya viwanda. Kuna viwanda vingi sana ambavyo vinategemea unga wa mende kwa ajili ya kutengenezea vipodozi, kutengenezea dawa. Kuna dawa nyingi sana. Ukienda kwenye bara la Asia wanatumia sana unga wa mende kutengenezea dawa, kutengenezea vipodozi. Akitoa tathmini ya maonesho hayo, kaimu mkurugenzi wa mamlaka ya maendeleo ya biashara TanTrade Edwin Rutageruka amesema maonesho hayo yamekuwa na mafanikio na yatafanyika kila mwaka yakiambatana na sherehe za uhuru. Kwa hiyo mafanikio yamekuwa ni mengi, lakini katika mafanikio kuna changamoto. Changamoto bado tunahitaji wenye viwanda wengi zaidi wajitokeze kutoka sekta tofauti tofauti, kwa sababu ni mara ya kwanza, lakini hawa watakuwa mabalozi wetu kutuambia kwamba mafanikio yalikuwa ni makubwa. Sasa tujiandae kwa ajili ya maonyesho yatakayofuata, na haya maonyesho yatakuwa yanafanyika kila mwaka yakienda sambamba na sherehe za uhuru wa Tanzania bara. Baadhi ya washiriki waliofika katika maonyesho hayo wamekiri bidhaa za Tanzania kuwa nzuri na zenye ubora, huku washiriki wakitaka kupewa nafasi zaidi ya kuonesha uwezo zaidi. Lakini ni vitu vizuri, unaweza ukanunua kikawa umenunua kama vile mkataba, mtoto wako akatumia, mjukuu akatumia. Kwa hiyo ni fursa nzuri sana, na tunashukuru serikali kutuwezesha kutangaza hizi bidhaa kwa Watanzania ili kujua kwamba bidhaa hizi zinatengenezwa. Jumla ya viwanda 95 na vidogo 345 kutoka maeneo mbalimbali nchini vimeshiriki katika maonesho hayo. Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam.